Katibu, umenipa dakika moja ambayo imeisha, sasa sijui nifanyeje. Kuongezea moja. Ndugu yetu CPA Makala, katibu wetu mwenezi wa taifa letu wa Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wa mkoa wetu ndugu Toima, mkuu wetu wa mkoa, waheshimiwa wabunge, mjumbe wa neki na wengine wote viongozi mbalimbali walioko hapa. Mimi nataka niongee kidogo sana, lakini natamani mnielewe. Nchi yetu tumeingia kwenye siasa ya vyama vingi mwaka wa 1992 ilikuwa uchaguzi wa kwanza, lakini 92 ndio tuliingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Mimi nataka mniambie, vyama vya upinzani na wao wakaingia wakatengeneza vyama vyao. Hiyo sasa ni miaka karibu 31 nadhani, au 32. Katika muda huo nataka mniambie ni chama gani kimetengeneza mtu ambaye anaweza hata kuwa mkuu wa mkoa? Niambieni. Wacha urais, hata wa wilaya huoni. Sasa watu wa namna hiyo ndio kweli mnababaika nao. Maana leo kwa miaka hiyo yote tungelitegemea kuna chama ambacho kwa itikadi na kueleweka na sera zake kingekuwa kinakimbizana na CCM. Hakuna hata kimoja. Chama cha Mapinduzi ndio chama tu ambacho kwa kweli kiko katika mioyo ya Watanzania. Chama cha Mapinduzi ndio mpenzi wa Watanzania. Chama cha Mapinduzi ndio kinajua matatizo mbalimbali ya Watanzania. Sasa katika hali hiyo, sisi tunaye jemadari wetu, mama yetu ambaye kwa sasa pia ndio rais wetu, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa wale ambao labda hawajui au hawakusikia, Chama cha Mapinduzi kilishampitisha Mama Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wetu wa nafasi ya urais kwa uchaguzi unaokuja mwezi Oktoba. Mheshimiwa Dr. Nchimbi ambaye ndiye katibu mkuu wa chama chetu, yeye ndio atakuwa mgombea mwenza wa rais wetu. Tuna hao watu wawili. Mwenyekiti wa chama chetu ambaye ni rais wa sasa na katibu mkuu wa chama chetu ndiye watakaoshika bendera ya Chama cha Mapinduzi ili tuwachague waongoze taifa hili kwa miaka 5 ijayo. CCM hoye! Hatukuwa na wasiwasi wa kuwateua hao, lakini tuseme juu ya Samia, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu mama tunaweza tukaelewa tulipokuwa huko nyuma. Hapa si mjini, uende Arusha, uende Dar es Salaam, uende wapi, kulikuwa na hali fulani ambapo hata wafanyabiashara walikuwa wamefunga biashara zao. Uongo kweli?
Ndiyo, mabaa yalipunguza watumishi kwa sababu biashara imekuwa ndogo, maduka mengi yalifunga na kadha wa kadha. Mama Samia alipoingia, kitu cha kwanza alitangaza, akasema mimi sitaki kuhusishwa na dhuluma. Kama mnakumbuka, watu waliokuwa wamenyang'anywa mali zao, Mama Samia Suluhu Hassan akazirudisha. Akaunti za watu zilizokuwa zimefungwa wakati ni hela zao za halali, Mama Samia alizirudisha. Watanzania tukaanza kuwa na matumaini. Tulikuwa tumepoteza matumaini, tukaanza kuwa na matumaini. Na yu mama ametekeleza yote mpaka leo. Leo watu wanafungua biashara zao, hakuna anayenyang'anywa biashara, hakuna anayenyang'anywa pesa yake benki, hakuna anayedhulumiwa na serikali hata moja. Huyo ni Mama Samia. Amerudisha utulivu, amani na tumaini kwa Watanzania. Lakini nenda nje. Tanzania tulikuwa tumefungiwa milango nje. Hakuna mwekezaji aliyekuwa anataka kuja nchi hii, kwa sababu kama watu wa ndani wanafungiwa biashara, yeye wa nje aje afanye nini? Mama Samia akafungua milango ya diplomasia ya nje. Leo wageni wamejaa Tanzania, watalii wamejaa, lakini na wawekezaji leo wana imani na Tanzania, wanakuja kwa wingi kuwekeza katika nchi yetu. Na Watanzania tunaomba tushirikiane nao ikiwezekana. Kama una biashara yako, tafuta watu wa nje muingie nao ubia. Mama Samia amefanya kazi kubwa sana kurudisha uhusiano wa kimataifa, tukaheshimika kimataifa. Zimetajwa tuzo mbalimbali alizopokea huyu mama. Huyu mama leo hata kwenye mikutano ya wakubwa anaalikwa. Mikutano kama ile ya mataifa tajiri 20 duniani, Mama Samia anaalikwa, pamoja na kwamba yeye yuko kwenye nchi maskini, lakini wanajua akiongea atatoa neno la busara, wale matajiri watawasikiliza sauti ya watu maskini. Samia hoye! Samia hoye! Kwa kweli, kama kuna Mtanzania ambaye